Ndugu washiriki, walioandikishwa sasa na kupiga kura baada ya mapinduzi kutoka 95 mpaka 2020. Mwaka 95 kulikuwa na wapiga kura 348,934, ukawa kuna vituo 1016 na waliojitokeza ilikuwa 95.7%. Lakini uchaguzi wa mwaka 2000 wapiga kura walikuwa 446,482, vituo vilikuwa 1419 na waliojitokeza ilikuwa 85.04%. Uchaguzi wa mwaka 2005 wapiga kura walikuwa 507,225, lakini vituo vilikuwa 1610 na turnout waliojitokeza ni 90.8%. 2010 wapiga kura walikuwa 407,658, vituo vilikuwa 1292 na waliojitokeza ilikuwa 89.5%. 2015-16 wapiga kura walikuwa 503,580, vituo ilikuwa 1584 na waliojitokeza ilikuwa 67.9%. Na uchaguzi wa mwisho uliofanyika 2020 ilikuwa wapiga kura 566,352 na vituo 1412 na asilimia iliyojitokeza 88.07%. Utaona hapa juu ya swala zima la idadi ya vituo. Kabla hapo tume uchaguzi kabla uchaguzi wa mwaka 2020 ilikuwa kila darasa linapanga watu 350. Ndio unaweza kukuta kwamba idadi utakuta iko ndogo lakini vituo vilikuwa vingi. Lakini baada ya kuona kwamba tunafika mpaka saa 10 wapiga kura wanamaliza kwa wakati, tume uchaguzi kaona kwamba ipo haja kuongeza idadi ya watu kwa darasa, na imekuwa nzuri na inatumika katika maeneo mbalimbali. Sasa hivi kwa kila darasa kuna wapiga kura 450 na wasiozidi 500. Kwa hiyo utakuta vituo vimefinyika kama tofauti na ilivyokuwa huku mwanzo, wapiga kura walikuwa 350 na wasiozidi 400. Ndugu washiriki, sasa niende moja kwa moja katika lengo ambalo lililotuleta zaidi hapa, kuwapata taarifa sahihi walioandikishwa na wanaotarajiwa kupiga kura mwaka 2025. Walioandikishwa 2020 ambao wamo katika daftari la kudumu la wapiga kura walikuwa 566,352. Walioandikishwa awamu ya kwanza mwaka 2023 walikuwa 57,883. Walioandikishwa 2025 walikuwa 101,641. Na kama unavyojua, baada ya uandikishaji kulitokea swala zima la kuna wananchi walikata rufaa ya taarifa zao kutokuchukuliwa sahihi au kutokupatikana katika daftari, na wakatangaziwa rasmi wajitokeze kuja kuandikishwa, na jumla watu 6 waliandikishwa kwa pingamizi iliyowekwa baada ya uandikishaji kumaliza. Kwa hiyo jumla sasa tukapata kabla ya kuwafuta walikuwa 725,882. Lakini kama alivyokwisha kusema mheshimiwa mwenyekiti, waliopoteza sifa katika awamu zote mbili tulizoziweka katika display zetu katika ngazi ya vituo na ngazi za wilaya, hivi sasa ambao wamefutwa rasmi ni 8,325. Sasa jumla wapiga kura 2025 kama alivyokwisha kusema mheshimiwa mwenyekiti ni 717,557. Kati ya hao 53% ni wanawake na 47% ni wanaume, ambapo 378,334 ni wanawake, 339,223 ni wanaume. Ndugu wanasemina, wapiga kura kwa kuzingatia umri, kati ya hao wapiga kura wenye umri wa miaka 18 hadi 35 ni 326,304 sawa na 45%. Lakini wapiga kura wenye umri wa miaka 36 hadi 59 ni 3,986 sawa na 42%, na wapiga kura waliokuwa zaidi ya miaka 59 ni 90,267 sawa na 13%. Hili ndio daftari letu. Kwa hiyo tunafahamu kwamba vyama vya siasa huu ndio mtaji wenu. Kwa hiyo mtaji hawa namna gani ya kuweza kuwafikia wananchi katika kwa kampeni ili waweze kuwapigia katika maeneo haya mbalimbali. Imani yangu kwamba taarifa hizi nazo zitawasaidia pia kujua kwamba unarika gani la kuweza kupambana nalo ili kuona kwamba uchaguzi huo unashinda. Ndugu washiriki, baada ya kujua takwimu hizo, idadi ya vituo na maeneo ya kupiga kura ambapo ya mapema kama ilivyokutangazwa, tume imeidhinisha kutumia eneo moja la kupiga kura ya mapema kwa kila jimbo. Hivyo utakuwa na maeneo 50, Unguja 32 na Pemba 18 ya kupiga kura ya mapema kwa Zanzibar nzima. Aidha, tume ya uchaguzi ya Zanzibar imeidhinisha matumizi ya vituo vya kupiga kura
kwa maana ya polling station 1752. Unguja ni vituo 1294 na Pemba ni vituo 458 kwa ajili ya upigaji wa kura ya tarehe 29 Oktoba 2025. Angalizo, maeneo 50 ya kupiga kura mapema yaliyotengwa ndani yake utakuwa na vituo 407 kwa shehia zote na ziada, kwa maana kwamba tunafahamu kuna shehia zote ziko 388, lakini vituo vya kupiga kura viko 407, ndio ambavyo nasema kwamba na ziada ya shehia. Kwa hiyo kwa mfano unapokwenda Ubago pana vituo zaidi ya kutokana na masafa yake, kuna vituo zaidi ya shehia na vituo zaidi ya kimoja. Hapo pia eneo la Tunguu, eneo la Pemba mkoani na kadhalika, kuna maeneo kama hayo yanafikisha idadi ya senta kwa ajili ya upigishaji wa kura 407 kwa shehia zote na ziada kama nilivyokwisha kueleza. Lakini pia kila chama kilichosimamisha mgombea kina wajibu wa kuleta wakala katika vituo hivyo vyote ambavyo tumevitaja. Tutapeana maelekezo rasmi katika ngazi za wilaya juu ya upokeaji wa mawakala katika kila shehia ili kugundua udanganyifu. Yaani vituo hivi ambavyo tumevitaja 50 kwa maana vinanyambulika mpaka vituo 407 ni zile shehia ambazo sisi kama wananchi tulikuwa tunakwenda kujiandikisha kupiga kura katika zoezi lote lilofanyika awamu ya kwanza na awamu ya pili. Lakini pia mawakala kama tulivyosema wanaruhusiwa, waangalizi wa uchaguzi wanaruhusiwa. Hautakuwa na utofauti uchaguzi wa kupiga kura mapema na uchaguzi ambao unapigwa tarehe 29. Ni vile vile tatizo tofauti wake, wanaopiga kura mapema ni watu maalum waliotajwa kwa mujibu wa sheria namba 4 ya mwaka 2018. Kwa hiyo wito wetu kwa vyama kuhakikisha kwamba tunawasiliana mapema ili kufahamu namna gani ya kuweza kuwaleta mawakala, na tunatarajia kufanya mafunzo ya viongozi wa chama ambao watatusaidia kwenda kuwasomesha mawakala wote wa chama chake ndani ya mwezi huu wa 10 unaoanza. Taarifa rasmi tutawaletea katika wilaya zote ili tuwape maelekezo na elimu mapema na baadaye kupokea taarifa zao ili kuweza kuwatawanya katika maeneo yote yaliyopangwa katika upigaji wa kura. Mheshimiwa Mwenyekiti, idadi ya vituo vya kupiga kura kwa wilaya Kaskazini A ni 185, Kaskazini B 124, Mjini 318, Magharibi A 200, Magharibi B 220, Kusini 85, Kati 162, Micheweni 85, Chake Chake 137, Wete 120, Mkoani 116, jumla vituo 1752. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ulivyokuzungumza katika hotuba yako, daftari limefungwa rasmi tarehe 18 mwezi huu. Sasa baada ya kufungwa daftari katika muda huu nini kinafanyika? Muda huu wa kufungwa daftari, shughuli zote za uendelezaji wa daftari la kudumu la wapiga kura zinasita katika wilaya yetu, kwa maana ya uhamisho haupo tena, masahihisho ya taarifa hayapo tena, kuwafuta watu waliokosa sifa. Manake mtu aliyefariki tarehe 19 huyo ataendelea kuwemo katika daftari kwa mujibu wa sheria, lakini tunajua kwamba maiti hawezi kuja kupiga kura. Hiyo ndio imani yetu, na ndio maana tuna mawakala katika kila kituo kwa ajili ya kuweza kugundua udanganyifu. Kwa hiyo hapa kazi ya Mungu inaendelea, lakini kazi ya tume itakuwa imesita katika swala zima la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika kuweza kufuta wale ambao wamekosa sifa. Aidha, ijulikane kuwa ufungaji wa daftari ni maelekezo ya kifungu cha 7(1)(2) na 3 cha sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018, ambapo Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar tayari imelifunga daftari la kudumu la wapiga kura kuanzia tarehe 18 Septemba 2025 na litafunguliwa rasmi tarehe 21 Novemba 2025 ili kuendelea na shughuli nyingine ambazo zitakuwa zinafanyika au zilikuwa zinafanyika kabla ya kufungwa kwa daftari. Ndugu washiriki, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inatarajia baada ya kuendesha zoezi la uchaguzi na kukamilika, kuna swala zima la utangazaji wa matokeo. Utaratibu mzima wa kutangaza matokeo utakuwa kama ifuatavyo. Kwa mujibu wa sheria, matokeo yataanza kujumlishwa kwa kila kituo, na baada ya hapo afisa wa jimbo ataandaa kituo cha majumuisho itakachotangazwa kwa kila wilaya, ambapo matokeo ya mwakilishi na diwani yatatangazwa huko na matokeo ya urais kwa mujibu wa sheria yatawasilishwa hapa katika kituo cha majumuisho, na mtangazaji wa matokeo hayo ni Tume ya Uchaguzi kupitia kwa mwenyekiti wake ambaye ni RO
returning officer kwa uchaguzi wa rais.